kila kitu hautaki nini? Unadhani nakuogopa? Kwa kumbe mlienda? Ndio tulienda. Tulimpelekea taarifa mke wake. Ile inavyoonekana mwanamke alifikisha taarifa, ila ni mwanaume tu hataki kulifanyia. Sasa ndo dharau tunazosema. Sidhani kama wako sawa sawa. Ni makosa. Hivi nyewe mnavichia eti? Ina maana ng'ombe ni muhimu kuliko sisi binadamu? Hakuna kuguna. Hapa hakuna cha shida nini? Shida ni ile ile kuhusu wewe na vijana wako. Tumefanyaje? Masuala yanaendelea hapa vijijini, masuala ya ubakaji. Kwa hiyo unajua itafikia kipindi dharau zifike mwisho. Na mimi hadi siku moja nije nibakwe. wewe mwanamke, sikiliza wewe mwanamke. Wewe wanakufikishia kama nani? Tulieni. Tumeshawaambia hakuna kuteka maji kabla ya ng'ombe hawajanywa maji. Unasikia? Iwe mwanzo mwisho marufuku. Mimi kama mwanamke naumia bwana, naumia kwa sababu wanaofanywa haya mambo ni wanawake wenzangu. Kwa nini mimi nisidhalamikiwe jamani? Waambie wanifuate wewe. Waambie wanifuate mimi. Kafikishiwa jambo afanishwa kulifanyia kazi. Mbona hakuna mabadiliko yoyote sasa? Mimi nitaenda kwa huyo mkuu wao, nitaongea naye kimstaarabu. Kama siponielewa, mimi nitajua nini cha kufanya. Hivi Suzi, mwenzetu, toka tumekuletea malalamiko yetu, yani hakuna utekelezaji wote unaofanyika. Zaidi manyanyaso yanazidi kuongezeka na tunazidi kunyenyesika kwenye hiki kijiji. Amina, huyu na mume wake ni kitu kimoja. Kwa sababu kama ni taarifa tumefikisha siku nyingi na hakuna kinachoendelea chochote na bado amekaa kimya yeye pamoja na mume wake. Wabehi, jamani wakina mama wenzangu, msione haya mambo yanayotokea hapa. Mimi nafurahia. Huu ni udhalilishaji, tunadhalilishwa wote. Tulieni kwanza, tulieni, sikilizeni. Ambu tulieni. Mlikuwa mnasemaje sasa nyinyi? Umayoko no tago tu malolo. Abana biseroge keboyo kwa kuchira kujuta haminze. Ahojiwe yule mkubwa wao. Sababu hili jambo sio zuri.